Naam, ujambo mpenzi msikilizaji, karibu na hizi ndizo taarifa zetu za idhaa ya BBC. Na tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa London nchini Uingereza. Jina langu ni Machari Mwangi. Tuanze taarifa zetu nchini Uganda ambako tume ya mawasiliano ya nchi hiyo UCC imeagiza kusitishwa kwa huduma za interneti katika kipindi cha uchaguzi uliopangwa Alhamisi Januari 15, kulingana na taarifa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii na ripoti kutoka kwa vyombo vya habari kadhaa vya ndani. Tume ya mawasiliano ya Uganda UCC imesema agizo hilo litaanza kutekelezwa kuanzia saa 12 jioni Jumanne ya tarehe 13, ikinukuu pendekezo kutoka kwa kamati ya usalama ya mashirika ya kimataifa. Kufikia sasa, watumiaji wa data ya kawaida ya simu za mkononi wanasema hawawezi kufikia mtandao, huku baadhi ya maeneo ya biashara kama vile hoteli kubwa yanaendelea kupokea huduma hiyo. Taarifa hiyo inaongeza kuwa UCC imewaagiza watoa huduma kuzima kwa muda ufikiaji wa majukwaa ya mitandao ya kijamii, huduma za data za simu za mkononi na njia nyinginezo za mawasiliano zinazotegemea interneti kwa muda wote wa zoezi la kupiga kura na baada ya uchaguzi. Tume pia imesema uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia mamlaka yake chini ya sheria ya mawasiliano ya Uganda, ambayo inaipa mamlaka ya kudhibiti huduma za mawasiliano kwa maslahi ya usalama wa taifa na usalama wa umma. Mashirika kadhaa hata hivyo hayakujumuishwa kwenye agizo hilo. Wafanyakazi walioidhinishwa wataruhusiwa kufikia interneti kwa kipindi hicho kupitia njia salama iliyoidhinishwa kama vile VPN. UCC imewashauri Waganda kufanya mipango mbadala ya mawasiliano katika kipindi cha kuzima kwa interneti na kuhakikishia kwamba huduma hizo zitarejeshwa mara tume itakapojiridhisha kuwa mchakato wa uchaguzi umekamilika kwa usalama. Hii sio mara ya kwanza kwa Uganda kudhibiti mtandao wa mawasiliano wakati wa uchaguzi, jambo ambalo mamlaka inadai kuwa ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa taarifa gushi na machafuko yanayoweza kutokea, licha ya kukosolewa na mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kidijitali. Uchaguzi wa Januari tarehe 15 unatarajiwa kufuatiliwa kwa ukaribu mkubwa, huku rais aliye madarakani Yoweri Museveni akipigania kuchaguliwa tena baada ya kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki kwa takriban miaka 40.